jina la Bwana. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi alishuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Amina. Basi wengine katika makutano waliposikia maneno hayo, walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atoka Galilaya? Andiko halikusema ya kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehemu, mji ule aliyoukaa Daudi? Basi kukaingia matekano katika makutano kwa ajili yake. Nimesoma hizo zote kwa sababu ya sekunde tulizo nazo, imenilazimu kusoma zote, lakini yatupasa twende hatua kwa hatua kwa dakika tulizo nazo, tuone Mungu amekusudia kufanya nini katika maisha yetu ya imani tunayoipenda. Lakini kama unaandika, basi andika vita ya Mkristo na imani yake. Vita ya Mkristo na imani yake. Vita ya Mkristo na imani yake. Kama unaandika vita ya Mkristo na imani yake. Neno la Mungu linatuambia katika ile Ufunuo, inasema kule mbinguni kulikuwa na vita. Ile vita ilikuwa ni malaika wa Mungu ambao wote walikuwa wakimtumikia Mungu, kwa maana walikuwa wakimsifu Mungu kule. Lakini katikati yao kukatokea hali ya kutokuelewana, pakatokea vita ambayo Mungu baadaye akaja kugundua kwamba katika hao ambao wananitumikia tayari ndani yao kuna kitu kimejitokeza. Bwana asifiwe. Lakini wakati vita ile inaonekana na Mungu anakuja kuiona, maana yake kulikuwa na chokochoko kwanza kabla ya vita ile kuweza kuibuka. Kulikuwa na vitu vya chini kwanza kabla ya vile vita Mungu kuviona. Kwa maana malaika kwa malaika inawezekana walianza kupingana wenyewe kwa wenyewe kwa kile ambacho wamepewa. Kazi yao kubwa ilikuwa katika ufalme wa Mungu ni kumwimbia Mungu na kumsujudia. Hiyo ndio kazi ya malaika katika ufalme ule wa Mungu. Lakini wakati Mungu ametoa agizo hilo kwa malaika walianza kutengeneza roho tofauti ndani yao, kwamba hapa sasa kwa kuwa Mungu amesema tumsujudie na kumwimbia, mimi sitomsujudia wala sitomwimbia, maana yuko aliyotengeneza hilo kwa mwingine. Na ndipo Mungu akaja kugundua kumbe hao malaika hawako pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbe kile ambacho Mungu anakikusudia kifanyike tupase kukifanya katika roho moja, na katika makubaliano, na katika kuheshimu, na katika kutii, ili isitokee katikati ya yoyote akawaza kitu kingine katika agizo ambalo Mungu amekuwa akilitoa. Mungu akiwaamini malaika, akiamini uwepo wao, iko baraka, naye anafarijika, kwa sababu sifa zinazoimbwa pale, utukufu unayoshushwa pale, Mungu anapata baraka za kutosha, kwa sababu anaona hawa walio mahali hapo wako kwa sababu yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kumbe hata kanisa la sasa yatupasa kutembea katika njia moja,
pasipo kutokea kitu kingine chochote ambacho kitakwenda kuleta vurugu. Na vurugu zinazotokea hazitokee kumba na kufumbua, ni vitu ambavyo vinatoka mbali sana, yani vinatoka mbali sana. Kwa maana Mkristo wa kawaida na imani alionayo ni ngumu kushituka kwamba hapa tayari nimeshaingia kwenye jaribu la kuleta vurugu. Bwana tusaidie. Labda nitakudokeza kidogo kama utanielewa. Vurugu zenyewe zinaanza pale tu unapopewa jukumu na kiongozi wako au na mtu yoyote ambaye anastahili kupa jukumu, na wewe ukamkubaliana naye kwamba nitafanya, halafu usifanye. Yani pale unaanza kutengeneza uasi ambao ndio uliokwenda kuonekana kule mbinguni pasipo kujua, kwa sababu unaanza kama kidogo kwamba mimi niliambiwa nifanye hivi, sifanye. Yani umekiri kwamba nafanya, lakini moyoni mwako unasema sifanyi, na kweli hufanyi. Na vile kutokufanya ni ukajiona uko salama tu, kumbe hapana. Pale tayari unaanza kutengeneza kitu ambacho kesho kitakuja kuonekana mbele ya wengi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Haleluya. Kumbe vurugu zile katika ufalme wa Mungu haukuwa siku ile Mungu ameweza kushituka. Ulikuwa taratibu ukijengeka ndani ya wale malaika, Manake yuko mmoja yeye kazi yake alikuwa akitengeneza ushawishi kwa wengine. Wewe leo usifanye hiki, leo usifanye hiki, mimi sikufanya na wewe usifanye, ili tuangalie huyu anayetutegemea sisi itakuwaje. Angalia vita ya Kristo na imani alionayo. Bwana asifiwe. Vita ya Mkristo na imani ulionayo. Imani yako imembeba Kristo, lakini utajikuta kuna vitu ambavyo vinakinzana mwenyewe kwa wewe mwenyewe. Mungu hataki hicho kitu. Mungu anataka wewe ukikubali, basi kubali kusimama katika kweli, na utakachokiambiwa basi kifanye kwa uaminifu, kwa sababu yeye anataka kuona ndani yako hakuna kinachojengeka kitakachokwenda kuleta tofauti. Bwana asifiwe. Wakati tunazidi kuzungumza, moyoni mwako ujikague wewe mwenyewe, uone kwamba hivi katika maisha yangu kitu gani nimekuwa sikifanyi sawa sawa, kitu gani nimekuwa nikikubaliana lakini sikifanyi, kitu gani, yani moyoni mwako. Lakini wakati unaendelea kutafakari hilo, basi kumbuka miongoni mwa vurugu vinazofanyika katika ulimwengu wa roho ni hivyo vitu ambavyo viko ndani yako vinavyojengeka hatua kwa hatua. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya ni makosa ambayo tunayafanya huku tukijificha nyuma kwamba Mungu mimi hanioni, lakini Mungu mimi hapa hajui kama naona hawanioni, ila wanadamu hawanioni kwa sababu ninafanya tukio hili pasipo Mungu kuniona. Kumbe hujui wewe pale unaanza kutengeneza vurugu katika malaika wale wa Mungu. Hujui kwamba wewe unatengeneza vurugu katika kusanyiko lile la wana wa Mungu, kwa sababu umekuwa ukishiriki uasi huku ukiwa ndani ya watakatifu. Wale walio pale ndani malaika hawajui kama umetengeneza uasi, lakini Mungu anajua huyu ndani yake ameshatoka katika mistari yangu. Sasa nifanyeje katika watu hawa? Ndio maana kazi ya sasa imekuwa ngumu sana. Makanisa yamekuwa na kilio kikubwa sana. Hakuna kuonyana ndani ya kanisa, kwa sababu unayemuonya yeye yuko juu yako. Utamuonyaje? Kwa sababu unachotaka kusema yeye anakijua. Unafikiri utamsaidiaje? Mwisho wa siku utajikuta kumbe umekaa watu ambao msiokuwa na level ya aina yoyote. Mwisho wa siku Mungu anaona hawa watu mbona ndani yao kile ninachotegemea kwa pamoja hakipo. Yatupasa kubadilisha mifumo ya mioyo yetu ili tuwe kama malaika wale ambao walioamriwa na Mungu kwamba sasa ni muda wa kumsifu Mungu, sasa ni muda wa kumsujudia Mungu, sasa ni muda wa kumwabudu Mungu, kwa maana kila agizo unalolipewa huna sababu ya kuliacha, kwa sababu utakapoliacha utakwenda kinyume na lile agizo la Mungu. Utakapolifuata utaambatana na wale malaika wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana yake unaposema sifanyi unatengeneza kitu tofauti. Unaposema nafanya unajenga ufalme wa Mungu. Sasa ni heri kujenga ufalme wa Mungu kwa kuwa Mungu anajua na nia zetu, anaona dhamira zetu. Sasa lazima tutoke katika hicho ambacho ndani yetu kinatutesa. Tumefunga sehemu nyingi sana katika maisha yetu kwa sababu ya vile nafsini mwetu tulivyo, sivyo tunavyofanya. Vile Mungu anapotaka tufanye sivyo. Mpaka leo Mungu anakuja kushtuka, naona hao malaika vipi? Mbona hawa niliwaweka hapa kama watu nao waamini? Imekuwaje leo wamekuja kufanya mambo kama haya? Sasa nitawatimua hapa niwapeleke huko waende wakaanze timu yao.
Hivi ni kweli leo unahangaika kutafuta wokovu, unahangaika kumtafuta Mungu, halafu kesho Mungu aseme sikujui? Itakusaidia kweli? Bwana atusaidie. Itakusaidia mtu wa Mungu? Kama leo Mungu anasema ninataka niwaite watu wangu, halafu jina lako halipo, itakusaidia nini? Ikiwa umeshafanya kazi kwa muda mwingi, umetoa, umefanya mambo mengi, itakusaidia nini? Haitakusaidia. Na mambo haya yanazaliwa sehemu nyingi. Mimi ninakwenda haraka ili niguse sehemu kidogo kidogo. Mambo haya yanazaliwa sehemu nyingi sana. Miongoni mwa sehemu ambazo zinakwenda kufunga ufalme wa Mungu ndani yako ni vile ambavyo unajihesabia. Bwana asifiwe. Mwingine anaweza akafanya kitu, atakapofanya kitu anaona kwamba mbona nimefanya peke yangu, mwingine hajafanya, na kwa nini huyu mwingine hafanyi? Mungu anataka ufanye kwa moyo ili uongezewe kule katika ufalme wa Mungu. Wala usitafute ulichokifanya nani nimefanya naye. Kumbe fanya ili Mungu aone huyu mtu anajitoa kwa sababu yangu, sio kwa sababu kuna mtu anamuona. Hapo ndipo utakapompendeza Mungu. Lakini ukisema kwamba mimi nimefanya, mbona mwingine hajafanya? Mimi nimekwenda kanisani, mwingine hajaje, na mimi siendi. Maana yake unatengeneza kitu ambacho ndicho Mungu alisababisha malaika waondoe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yatupasa kubadilisha mifumo yetu ili Mungu ajue kwamba watu hawa sasa wameamua kutembea katika njia moja. Ndio maana pale chini anasema sasa malaika mbinguni walishangilia, maana uokovu umepatikana. Uokovu unapatikana kwa wale wenye nia moja, wenye kusudi moja, wenye patano moja, wenye njia moja. Hao ndio wanaosababisha malaika mbinguni washangilie. Lakini kama wewe na hawa ulionao ukasema niko nao katika mwili lakini katika roho siko nao, mbinguni umefunga, hakutakuwa na shangwe. Maana ule wokovu ambao Mungu anategemea hautaweza kupatikana. Mioyo yetu imekamatwa. Bwana asifiwe. Mioyo yetu imekamatwa. Yaani imekamatwa. Nitawaambieni jambo hili. Kuna mwaka mmoja nilipata tatizo. Huu mguu wangu una jeraha. Hili jeraha nilijikwangua sehemu fulani, lakini kidonda kilichukua muda sana kupona. Nilihangaika sana kupata tiba, lakini kile kidonda kikawa hakiponi. Wakati nazidi kuhangaika nikapata safari ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huu mguu ulishatengeneza weusi kabisa. Yaani hata nikitoa utaona pana kovu hapa ni kubwa sana. Sasa wengi wakawa wanafahamu mimi kile kidonda kama ni sehemu yangu. Na wazee wa zamani wakawa wanasema hiki ni kidonda ndugu hiki. Kwamba hiki kidonda ukishakipata hakiwezi kupona. Sasa nilitoka Songea kwenda Morogoro. Kufika Morogoro, mtu mmoja niliokuwa nimekaa naye akaniambia hapana, twende hospitali. Nikamwambia mimi nimeshakwenda sana hospitali, hizi kidonda kinanisumbua. Akasema twende. Basi tukaenda hospitali, kufika pale tukako foleni. Daktari aliponiita, alipofunua kitambaa kwa sababu ilikuwa lazima nifunike muda wote. Na nikikaa kinatoa upepo kabisa kwa maana kinatoa harufu. Daktari alipokifunua akasema kaa pale pembeni. Nikashangaa mbona niweke kule kwa sababu kila hospitali wanaambia inabidi tukate huu mguu. Kwa yule nani tunaniambia nikigundua huyu wanataka kukata tena huu mguu. Basi nikakaa pale pembeni nikawa naendelea kusubiri neno lake la mwisho. Kumbe nia yake watibu watu wengine halafu waondoke aniite. Alipowatibu watu wengine akaenda akachukua wengine wawili, madaktari wengine wakawa watatu. Wakaniita, nikaingia kwenye kile chumba chao, akanyanyua mguu wangu akaweka juu ya stuli. Akatoa kile kileso ambacho nilikuwa nikifunika kwa ajili ya kuzuia inzi. Nisikilize vizuri. Ukinisikiliza vizuri utanielewa. Sasa yule daktari akawa amechukua mikasi yake, akawa amechukua pamba zake na kila kitu akawa amesogeza pale ili afanye kazi yake. Yule bwana akaanza kukatakata nyama na kuchoma na mkasi mle katika kile kidonda. Unajua haya mambo, yani sipendi hata kukumbuka lile jambo. Yule akawa anakuangua hivi. Nilipiga kelele siku hiyo, yani nilitamani itokee anga ipasuke mimi nitoroke pale. Huku wamenisikilia wale wanaume wenye nguvu na yule jamaa anadili na kile kidonda. Mwisho kile kidonda kikawa kinaruka damu kama kachinjwa mnyama. Nimeloa damu pale mwili mzima. Yule jamaa anasema bado. Baadaye akasafisha akanifunga akasema kesho utarudi. Nikabebwa nikarudishwa nyumbani, siku ya pili nikarudi tena. Kufika akafunua, akaanza kukichimba tena.
amekichimba, damu zinaruka mwili mzima, na yeye karoa damu. Nikaona sasa hii ni nini hii? Yule ananiambia, wewe hujui ninachokifanya, vumilia tu, hujui ninachokifanya. Siku ya 3 akaja tena akakichimba vile vile. Siku ile nilipotoka pale ile sikuweza kukanyaga chini. Lakini siku ya pili nilipoamka, mguu nilikuwa nikibonyeza kama papai lilivyoiva. Ninabebwa mguu mikaa namna hii. Sasa siku ya 4 nimekwenda kufika pale, akakifunua tena. Akasema hivi ndivyo nilivyokuwa nikitaka. Kwa maana kilikuwa kimetengeneza wekundu. Hapo mwanzo kilitengeneza weupe. Naombeni mnisikilize hapo. Hapo mwanzo kilitengeneza weupe. Kwa maana kile kidonda kilikuwa tena hakiwezi kupona. Kilikuwa kinatengeneza hali kama kinataka kupona lakini hakiponi. Kimetengeneza kitu ambacho yeye anasema nilikuwa lazima kutoa ule weupe kwa kukuangua kabisa na hii misumari. Kwa kukuangua na hii mikasi, ndio maana unaona maumivu. Sasa ule weupe umetoka. Kilichopanda ni nyama ambazo sasa kidonda kinakwenda kupona. Sikiliza vizuri nikwambie, nimekupa hii hadithi inawezekana kama unaifurahia, lakini sio ya kuifurahia, hadithi mbaya. Mioyo ya wanadamu imekwisha kuwa na kutu ya namna hiyo. Hakuna mwanadamu ukamwambia kitu akataka kubadilika. Hakuna. Yaani mioyo yao imeshatengeneza ukomavu si wa kawaida. Yatupasa kutumia nguvu kubwa kuhakikisha moyo unatakasika ili urudi katika hali yake. Ikija maneno makali yanakuja ndani yako, kupasa uyapokee ili kidonda kisafishike katika moyo wako. Usichukie wala ukakimbia. Hapo ndio uponyaji wako ulipo. Nimetoa maelezo kwa habari ya mguu wangu. Damu zilipotapakaa leo ninatembea, mguu umepona. Lakini moyo ulishakwisha kujaa, kila kitu kiko ndani yake. Si tumeona hapa miezi miwili iliyokwisha vijana walikuwa na shughuli hapa. Mwenyekiti amekuwa akipiga kelele kwa habari ya kukusanya vijana. Yakafanyika yaliyofanyika. Lakini mwisho wa siku wala ukimuuliza mwenyekiti, je, baada ya hapo vijana wapo? Hapana, hawaonekani. Lakini wiki 2 zilizokwisha tulikuwa na mama hapa pia, na wao walifanya jambo fulani hapa. Lakini ukimuuliza mwenyekiti, je, wa mama wanaonekana? Atakwambia hapana. Maana yake ni nini? Ndani ya hao wa mama, ndani ya hao vijana, ndani ya washirika ni nini? Maana yake mioyo ya wanadamu ni mioyo iliyokwisha kujaa sumu. Lazima tuikwangue, iwe kwa kisu, iwe kwa panga, iwe kwa chochote, ili mioyo itoke damu ipate kupona. Bwana asifiwe. Haleluya. Ya kupasa unaposikia maneno, amini neno moja juu ya maisha yako. Uzima wa maisha yako uko ndani yako mwenyewe. Mungu kule mbinguni alipoona mioyo ya malaika imetengeneza ugumu, ukaleta usaliti, akasema nitawaporomosha, nitawatupa chini. Mungu akawagawanya wale malaika, ikapigwa vita ya kutosha, mwisho akatupwa chini, ambao leo ndio ibilisi. Bwana asifiwe. Leo shetani anatamba katika dunia na kutesa wana wa Mungu, lakini tayari vita ilishatokea. Na shetani anajua, ndio maana anatembea na moyo wa mtu mmoja mmoja kuhakikisha anatengeneza ubatili ili naye aungane naye katika vita ya dunia. Haleluya. Haleluya. Sasa ni nani atakayetoka? Wako wengine ndani ya makanisa ambao nao wameingia katika mfumo wa kufanya moyo unaompendeza shetani. Kwamba shetani ana mawakala wake ambao yeye ana uhakika ndani ya makusanyiko ya wana wa Mungu na yeye yumo. Mungu atusaidie. Lazima tujiponye nafsi zetu. Yako mambo tunafanya tunamuudhi Mungu. Yako mambo tunayafanya Mungu anatushangaa. Yako mambo tunayafanya Mungu anazidi kustaajabu. Anaona watu hawa mbona ni watu wenye mioyo migumu? Ni kwa nini yamekuwa haya? Unajua wale wanafuata Yesu alipokuwa akifundisha, wakatokea watu fulani wakamwambia, hebu tuambie, kipindi kile cha Musa alisema kwamba mwanamke akitokea kama hivi tunampa talaka. Je, wewe unasemaje? Yesu akawaambia, ugumu wa mioyo yenu tu yule aliamua hivyo. Ugumu wa mioyo yenu, yani mmetengeneza ugumu ndani ya moyo hata hamtaki kupokea kitu kingine. Ni hatari sana kwenye maisha ya Mkristo. Vita vinavyozidi kutokea sio vitu vilivyotengenezwa kwa bahati mbaya, ni vitu vilivyojitengeneza taratibu. Haleluya. Ni vitu vilivyojitengeneza taratibu. Hata ndoa zimekuwa na migogoro, si kwamba mgogoro umefunga na kufungua, hapana. Ni vitu vinavyojitengeneza taratibu. Ni vitu vinavyoingia taratibu. Ni vitu vinavyojiumba mpaka baadaye vinajidhihirisha. Ubishi, ukaidi, ujuaji ni vitu vinavyojitengeneza ndani ya moyo wa mtu. Leo kazi inakuwa ngumu.
Hicho ni kidonda kilicho na sumu, lazima kisumuliwe kipate kupona. Aliyo tayari kuachilia moyo wake mbele za Bwana na aruhusu moyo usumuliwe na apokee kwa ajili ya uzima wake na kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu alipoona malaika wale sasa wamekwenda kupata ushindi, wamekwenda kulitukuza jina lake, Mungu anatangaza kwa habari ya uokovu umepatikana, maana iko shangwe duniani kwa wale ambao wameifanya mioyo yao kuwa mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu soma hapo hiyo Isaya ya mwisho. Soma kwanza hiyo Isaya ya mwisho. Hujafikia hapo? Hiyo 57:14. Haleluya. 57:14-15. Nisome 15. Hata 14:15. Naye atasema, tutieni. Tengenezeni njia. Niongeze kila kipazacho katika njia ya watu wangu. Maana yeye aliye juu aliyatukuka akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu. Asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu kunyenyekea, ili kuzifuata roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kwa kuwa sitashindana na watu siku zote, wala sitakuwa na hasira siku zote, maana roho ingezimia mbele zangu, na hizo nafsi nilizofanya. Yeye ni mtakatifu, anakaa mahali palipo watakatifu, lakini huambatana na watu wenye mioyo iliyotubu. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima Mungu anachokisema anajua, kwa sababu anajua ndani ya mioyo wanadamu kitu kinachoitwa toba kilishafunikwa. Lakini kwa kujidhihirisha anasema yeye ni mtakatifu, anaambatana na mioyo iliyoachilia kila kitu, ili aone alipo yeye na wewe uwepo. Yatupasa mioyo yetu kuifungua ili moyo wa Mungu uweze kufurahishwa na maisha yetu. Safari yetu yategemea mkono wa Mungu, lakini tunayoyapitia yanatuzuia katika safari zetu. Tunatamani kuwa na mafundisho yenye furaha, yenye micheko, yenye kutabasamu, lakini tunafurahi ukiwa na nani na ukiwa wapi, ukiwa na maisha gani? Hivi ni kweli una furaha halafu hujui utalala wapi? Hivi kweli una furaha hujui utakula nini? Hivi kweli una furaha hujui utaishi vipi? Wenye furaha ni wale wanaohakika kwamba watakaa wapi, watakula nini, watasema nini. Hao ndio wenye furaha. Lakini kama unajilazimisha furaha mbele za Mungu ukiwa na mambo umeyakamata, Mungu anasema yeye ni mtakatifu, tena anakaa mahali palipoinuka, mioyo iliyotubu ndio anaambatana naye katika patakatifu pake. Hiyo ni kazi kwako wewe mwenyewe. Ukiona inafaa, wala usilazimishe Mungu ausugue moyo wako. Ya kupasa wewe mwenyewe tu mwambie Mungu, ninaomba faida ya maneno yako yatende kazi katika maisha yangu, nipate kupata badiliko, ili maisha nitakayoishi yawe maisha yenye kupendeza wewe Mungu mtakatifu. Wanangu huo wanamtania sana mama yao. Wanafanyaga kosa kidogo, wanamwambia mama, haya tuambie wewe mshauri, naomba utushauri. Watoto vipi? Wanamchezea kwa wewe si mshauri, naomba utushauri. Sasa watoto wanafanya uzembe ili washauriwe. Mimi naona hawa wanaleta mzaha. Lakini kuna wakati fulani yatupasa kufundishana mafundisho yatakayetutoa hatua moja, ili tuone ufalme wa Mungu ukoje na sisi tuna nafasi yetu iko wapi. Naombeni tusimame. Naombeni tusimame. Naombeni tusimame. Naombeni tusimame. Naombeni tusimame. Bye.
namba ya njia zako wewe mwenyewe. Angalia namba ya Mungu alikisema kwa habari ya wale malaika. Angalia vita vilivyotokeza katika ufalme ule. Tafakari neno la mchana wa leo, jiangalie na nafasi yako. Kama moyo wako umekuwa mgumu, mwambie Bwana, ufanye upya moyo wangu. Mimi ni mwanadamu niliyopokea mengi na nimeishi na mengi. Wakati mwingine moyo wangu umejawa na mabaya hata nikashindwa kuvumilia. Kuna wakati ninayezungumza mambo kutokana na moyo wangu kujawa. Mungu nisaidie, nifanye upya mchana wa leo. Ninatamani kusimama kwenye nafasi yangu ili mkono wako usinipungukie. Akufinyanga moyo wako, au finyanga moyo wako, au finyanga moyo wako, au finyanga moyo wako. Bila unapozidi kukumbuka, ndivyo Mungu anapozidi kufinyanga moyo wako. Bila unapozidi kukumbuka, ndivyo Mungu anapozidi kufinyanga moyo wako. Yako maneno mabaya umetamkiwa na yamekaa ndani yako. Yaachilie maneno hayo ili Mungu afinyange moyo wako. Ziko nia mbaya zimekaa ndani yako. Tumia nafasi hii mwambie Mungu, ninaomba ufinyange moyo wako ili niachilie yaliyo ndani yako. Huu ni wakati wa Mungu ndani yako. Huu ni wakati wa Mungu ndani yako. Huu ni wakati wa Mungu ndani yako. Mwambie Mungu, nisaidie kusimama mahali ambapo anastahili kusimama. Maana anasema yeye ni Mungu aketia mahali palipoinuka. Maana mahali palipoinuka utizama mahali palipo bondeni. Mahali palipo bondeni ndipo walipo wanadamu waliobeba mizigo. Lakini Mungu anasema, njooni kwangu ninyi mliolemewa na mizigo, njooni nitawapumzisha. Maana yeye anajua hayo mawazo, hiyo nia ni mzigo ambao utakosa mzigo. Sasa anasema nitwishe kwa damu yako, iko rehema mbele zake. Yeye atapumzisha moyo wako na atakufanya kuwa mwaminifu na mtii na utakayesimama katika nafasi yake. Kama alivyosema, yeye usiketi katika sehemu iliyoinuka, nawe utakuwa pamoja naye katika sehemu iliyoinuka. Mwambie Mungu pale panapokushinda yeye atasimama ili aweze kukuondoa katika hicho ambacho kinakushinda. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa wema wako na uaminifu wako. Ninaliinua jina lako maana ni jina takatifu. Nimejifunza kwa habari ya vyanzo vya vurugu. Nimejifunza kwa habari ya vyanzo vya vita. Kumbe kila jambo ni wadhano baya chia mwingine ni mwanzo wa. Maana unasema wewe ni Mungu ukaitie katika mahali palipoinuka. Tunaomba Bwana rehema yako zitupungukie. Maana unatutizama sisi wanadamu tulio katika bonde. Watizama nafsi zetu na mioyo yetu. Turehemu Bwana mchana wa leo. Tuondolee ile roho ya jiwe. Tuondolee ile roho ya jiwe isiyopokea, inayojihesabia haki, isiyojiona kwamba yapungua. Yenyewe iko katika hali hiyo. Mungu, simama mwenyewe. Shusha mioyo ya watu wako. Wasimame katika utii na uaminifu. Wasimame katika utii na usikivu. Wasimame katika nafasi yao ambayo Mungu vile waliorejea Mungu, malaika mbinguni wakashangilia, wakatangaza wokovu umepatikana. Tunatamani Mungu kuona wokovu ukipatikana ndani ya watumwa wako, ndani ya wajoli wako, ndani ya watu wako, ndani ya kanisa lako, ndani ya mahema hii Bwana. Tunatamani hata mmoja asije akabaki. Sote Bwana tunajiungamanisha mahali hapa. Sote tukanyakuliwa pamoja nawe, tukaungeti katika ufalme wako. Maana watupasa kufinyanga mioyo yetu, ili mioyo iliyopondeka tena ni mioyo yenye nyama itakayelitukuza jina lako. Asante Mungu, maana wewe ni mwaminifu. Neema yako Bwana yazidi neema ya wanadamu. Uwezo wako Bwana wazidi uwezo wa wanadamu. Ni nani msaada
yaliyopita. Leo Bwana, wajua kanisa lako na mapito yanayoendelea. Ziko roho ambazo zinasema sitotaka wanione, bali nitajificha. Mungu, simama mwenyewe, ponda mioyo yao, tengeneza mioyo yao, kila mmoja akajione ana sababu ya kusimama katika njia ambayo Bwana yampasa kusimama. Maana tumaini letu ni kubwa kwa vita tunavyopitia, uzima uliokusudia, uwezo uliotuachilia, nguvu ulizoziachilia. Tunaamini siku moja tutaketi na wewe katika ufalme wako. Simama mwenyewe mchana wa leo. Shuka Bwana kama ulivyoshuka. Shuka, safisha hekalu la watu wako Bwana. Tunatamani kuona mioyo ya watu wako ikifunguka. Safisha Bwana, maana ulisafisha kidonda kilicho na sumu, ulisafisha kidonda kilichokwisha kata tamaa, lakini Bwana ukakirejesha na kuleta uzima tena. Safisha mioyo ya watu wako, safisha mioyo ya watu wako, safisha Bwana. Neno lako likawe na uzima ndani yao, neno lako likawe baraka, neno lako likalete tarajio jipya, neno lako likatembee katika misingi sahihi, uweza wako ukaketi katikati yao. Vita ya aina yoyote ni vita vya kukukosa wewe Mungu. Asante Mungu, maana ni wewe peke yako, hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu, mtizame kijana huyu. Mungu, ninamweka mikononi mwako. Neema yako isipungukie. Fungua milango Bwana, kama ni mila, kama ni desturi, chochote kilichowekwa hata kikafunga ufahamu wake. Mungu, simama mwenyewe. Kata kila aina ya milija iliyo katikati yake. Tunavunja desturi za kila makabila katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia ufahamu wako Mungu katikati yake, katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe peke yako Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Mungu, wajua moyo wa kijana huyu. Neema yako Mungu isipungukie. Anajua katika njia zake nyingi, ni wewe wajua. Tunasema habari za ufalme wako na vita vilivyojitokeza. Wajua vita vilivyopo kwa sababu wako malaika wakuwa waaminifu. Leo Bwana, tunamweka kijana mkononi mwako, akasimama kwenye nafasi yake Bwana. Mkono wako ukae pamoja naye, neema yako isimwache, uwezo wako ukae juu yake. Asante kwa kuwa Mungu umemweka mahali hapa sasa mapenzi yako, katika jina la Yesu. Asante Mungu, ni wewe peke yako Baba, katika jina lako ninasema asante kwa wema wako. Ninaliinua jina lako, maana ni jina takatifu. Ninakushukuru Mungu kwa yote uliyotenda. Ninasema asante kwa kunitumia kama chombo. Ninaomba Bwana unipe nguvu zaidi ya kusimama siku zijazo Bwana. Ninatamani kuona ujumbe ulionipa Mungu ukifika ndani ya watu wako, kila mmoja akapata kuelewa. Maana unasema tujifunze tupate faida. Faida tunayoipata ni kubadilisha maisha yetu, kubadilisha mifumo tulionayo, ili tuwe na mifumo ya kukusogelea wewe Mungu. Hata Mungu ukatulinganisha na wenzetu waliopita. Asante Mungu, ninajikabidhi mikononi mwako. Ninakabidhi wote waliokwenda kufungua mioyo yao. Mungu, endelea kuweka badiliko ndani ya mioyo yao, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba haya yote na kushukuru. Amen. Kutoka asubuhi tulipoingia mahali hapa, tumeona wema wa Mungu kupitia kwenye mafundisho na vipindi vyote ambavyo tumevifanya. Ni mpango wa Mungu kubariki ibada inalitukuza jina lake kama hivi, na acha tumrudishie Mungu shukrani, na tumuombe Mungu atupe tena wiki la baraka, atulinde mwenyewe, atuhifadhi salama na tutangulie katika mambo yote, ili tumuone katika siku za kusafiri kwetu katika utumishi huu ambao Mungu ameuratibisha mwenyewe, hata siku ile ya Kristo, siku ya ushindi. Sina kinyume na shukuru, mchana kutwa huja kwangu, usiku kucha kuna nuru, Mwokozi wangu mbele Mungu. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu.
habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Hakika Bwana, tumesikia habari njema iliyotupa raha katika mioyo yetu, iliyotujenga, iliyotufundisha, iliyotukumbusha mambo mema ambayo Bwana Mungu tukiyaishi hayo tutakuona Bwana ukifungua milango ya baraka, ukifungua Mungu furaha ya mioyo yetu kutoka katika kilindi cha moyo wako ulioupenda ulimwengu hata kumtoa mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye Bwana kwa kuamini kwetu tumebadilishwa, na kwa ajili hiyo Bwana umetukirimia neema ya kuwa na furaha na malipo tele hapa duniani kwa kulifuata neno lako na kulitii, na zaidi sana Bwana umetukirimia habari njema ya uzima wa milele katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Asante Mfalme kwa ajili ya siku hii ya leo, siku ya ushindi, siku ya furaha, siku ambayo Bwana mioyo yetu imejaa shukrani kwamba Mungu umekuwa pamoja nasi, umekuwa katikati yetu. Asante Roho Mtakatifu uliyetamia kusanyiko hili ambalo Bwana limekuwa baraka. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya walimu wa neno lako tangu asubuhi na mhubiri wa neno lako mchana wa leo. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana uliotukumbusha yote yanahitaji tubadilike, na katika kubadilika huko Mungu tuna ahadi ya kupokea Mungu furaha yako itakayotufanya Mungu Baba tuthibitishe kwamba hakika wewe Mungu ndiye uliotuita, na wewe Mungu ndiye uliotushika mkono na kutuongoza kwa hekima na ufunuo wako, ili tupate Baba kufikia furaha timilifu itokayo kwako. Mfalme wetu na Mungu wetu, ninakabidhi Mungu kusanyiko hili ambalo liko mbele zako sasa. Ninakabidhi sadaka za mioyo yao, sadaka za nafsi zao, sadaka Bwana Mungu ya sifa ambazo Baba ni tunda la midomo yetu tuliyokutolea wewe Bwana kwa shukrani kwamba Mungu umekuwa katikati yetu kwa namna ya pekee kabisa. Mungu wangu na Mwokozi wangu, ninaomba pokea sadaka zetu, pokea Bwana matoleo yetu, pokea Bwana shukrani zetu katika yote. Mungu nakabidhi sasa kusanyiko hili mikononi mwako. Tunatawanyika kwa jinsi ya mwili. Kila mmoja anakwenda mahali. Wanafunzi wanakwenda mashuleni, wafanyakazi wanakwenda makazini kwao, wafanya biashara wanakwenda katika biashara zao. Watumishi wako Mungu tunaendelea katika kukutumikia, lakini Bwana tunaamini katika yote kwamba Mungu tuko katika mkono wako uliohodari sana, ambao humo hakuna atakayekunyang'anya. Na hivyo Bwana Mungu tunapojikabidhi mikononi mwako, tunaomba kama ambavyo Bwana Mungu umetushika kwa uaminifu wako, tupe kwa waaminifu Mungu kila tunapoingia na kutoka, na hasa tunapoingia mahali hapa asiwepo hata mmoja anaingia na kutoka kwa desturi, bali aingia akiwa tofauti, na akitoka atoke akiwa ametua mizigo, akiwa amefunguliwa vifungo, atoke akiwa amepokea uponyaji wa kimwili na kiroho, na zaidi sana atoke akiwa amefanywa upya nia yake, ili kwamba Bwana aweze Mungu kukuzalia matunda. Mungu wangu na Mwokozi wangu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wadogo, na kushukuru kwa ajili ya vijana, na kushukuru kwa ajili ya waimbaji, wanakwaya praise and worship, na kushukuru kwa ajili ya wapigaji wa vyombo. Asante Bwana kwa ajili ya wale wote waliokutolea sadaka na changizo. Asante Mungu kwa ajili ya mahudhurio ya nafsi hizi ambazo Bwana ziko mbele yako. Ninakushukuru Mungu, ninapozikabidhi mikononi mwako, ninaomba Bwana tutangulie katika hali zote, tukuone wewe Bwana kila tunapoingia na kutoka mahali hapa, na kila tunapokwenda Mungu tukawe nuru Mungu katika ulimwengu huu, tukawe nuru kwa kuwa Bwana umeweka nuru yako ndani yetu. Maadamu Bwana Yesu wewe ni nuru ya ulimwengu, pokea sifa na utukufu Mungu katika jina la Yesu Kristo naomba. Tuseme amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Pendeni na amani ya Bwana.